Somo langu kama unaandika, andika birika la matao matano. Baada ya hayo kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Yesu naye akaenda kwenye sikukuu. Angalia hapo, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika. Birika inaitwa kwa Kiebrania Betzata. Nayo ina matao mangapi? Hebu endelea kusoma. Ndani ya hayo matao matano. Weka kituo hapo. Unaposoma birika katika lugha ya Kigiriki iliyotumika, wanatumia birika. Leo hii kwa watu ambao wanaweza wakanielewa vizuri, ni swimming pool. Yaani sio birika lile la kumimina chai, bali ilikuwa ni swimming pool. Na lile birika lilikuwa limetengenezwa kwa mfano wa hili kanisa kama jinsi lilivyo, kutoka kule nyuma kuja huku mbele, na hilo birika lilikuwa lina matao matano. Matao hayo matano, kwa wale ambao wanahusika na mambo ya hospitali, tunaweza tukayaita wodi. Vilikuwa ni vyumba vimetengenezwa, na katika vyumba hivyo vilikuwa vimewekewa aina za watu. Kulikuwa, ukisoma hapo, kulikuwa kuna jamii ya viwete walikuwa kwenye wodi yao au walikuwa kwenye tao lao. Alafu upande wa pili kulikuwa kuna jamii ya watu ambao wamepooza, walikuwa sehemu yao. Ukienda mbele pia utakuta kuna jamii ya wagonjwa mbalimbali waliokuwa paka, vipofu na wengine wote walikuwa pale. Na hilo birika au hicho kisima kiliwekwa pale kwa sababu ya imani ya Wayahudi walioipata walipokuwa Misri, kwamba kuna wakati ambapo watu wakikaa karibu na maji, malaika hutoka mbinguni na kuja kuyatibua yale maji. Kwa hiyo watengenezaji wa kile kisima walikitengeneza wakati ambapo mgonjwa ameshindikana kabisa huko nyumbani, na analetwa sasa, hana mahali pengine pa kuwekwa kwa sababu kule nyumbani tiba imeshindikana. Wamempeleka hospitali, wamesema hapo imeshindikana. Wanasema mpelekeni katika birika, labda atabahatika siku malaika atakapokuja kuyatibua maji, labda atabahatika. Kwa hiyo mimi ile birika siamini kwamba lilikuwa ni birika lililotokana na mpango wa Mungu. Lile birika siamini kwamba lilikuwa ni birika ambalo lilikuwa lina nguvu ya Mungu ya uponyaji. Kwa nini nazungumzia habari ya birika hili? Ni kwa sababu nilijifunza nikagundua lile birika lilikuwa la kishirikina. Baada ya kujifunza jinsi ambavyo Wayahudi walichukua mambo mengi wakayachanganya na dini, alafu wakaingiza, wakaenda wakajenga lile birika, na kwa bahati mbaya birika lilijengwa karibu kabisa na hekalu alilolijenga Suleiman. Karibu kabisa. Birika lilikuwa liko pale. Na lilikuwa ni kubwa, yalikuwa ni mabirika pacha matano, yalikuwa yako pale, kwamba kuna moja lilikuwa katikati, lingine lilikuwa upande huu na upande huu na upande huu na upande huu. Katikati kulikuwa kuna hilo birika la Betzata, na mabirika yote yalitumika wakiamini kwamba birika la Betzata ndio lina muujiza wa kuponya watu. Na ni kweli kabisa, kuna wakati shetani alikuwa anafanya muujiza wa kuyatibua yale maji, na yakishatibuka anafanya muujiza wa kuponya mtu mmoja na kuwadanganya wengine wote kukusanyika pale wakitegemea kuponywa, kumbe hawaponi. Na sasa birika hilo lilikuwa limekaa upande wa kulia wa mlango wa kuingia kwenye hekalu la Suleiman. Yaani kama ni hapo nje ya kanisa, unapoingia hivi kwenye mlango wa kuingia hekaluni, upande ule kunakuwa kuna birika, na upande wa pili kuna kitu kinaitwa mlango wa kondoo. Kwa nini mlango wa kondoo ulikuwepo? Zamani watu walikuwa wakija hekaluni, kama ametenda dhambi, haruhusiwi kuingia hekaluni mpaka afike mahali aende akatoe sadaka, na hawezi kutoa sadaka kwa sababu hajaja na mnyama kwa wakati huo. Hivyo basi
kulikuwa kuna wafanyabiashara walikuwa wanakaa karibu na eneo moja lilikuwa lina mlango mdogo, na mlango huo kwa sababu waliteua ni eneo lao la kufanya biashara ya kuuza kondoo, likaitwa mlango wa nini? Ili kwamba mtu unapokuja, ukikumbuka ulimtukana mume wako usiku, unaenda kwanza kununua kondoo, unaenda kwa kuhani, unaungama dhambi zako, alafu ndio unaruhusiwa kuja kuingia wapi? Kwa hiyo mlango wa kondoo ulikuwa ukitazamana na birika la Bethzatha. Kwa hiyo watu walikuwa wakija na ubinafsi wao, wanakuja moja kwa moja, wanaenda kwenye mlango wa kondoo, na wakishafika pale wananunua kondoo, wanajitakasa, wanaingia. Hakuna mtu yeyote aliyekuwa akihangaika na hii jamii ya wagonjwa. Hawakuwa na huruma na wagonjwa. Na Mafarisayo pamoja na makuhani hawakupita katika ule mlango wa kondoo kwa sababu waliogopa kunajisika. Aidha wanajisike na hawa watu ambao ni wadhambi, au wanajisike na wagonjwa ambao wanavuja damu, wengine wako pale wanausaa. Kwa hiyo wale, kwa kuwa walikuwa ni viongozi wazuri, walikuwa wa ibada, wanapita katika mlango wa nyuma kwenda kuendesha ibada ndani ya hekalu. Kwa hiyo wanakuambia katika siku hiyo sasa ilikuwa ni sikukuu ambayo watu walikuwa wakija, na kadiri ambavyo watu walikuwa wakija katika hiyo sikukuu, walikuwa wamekuja. Sikukuu unajua ni siku ya kuvaa nguo nzuri, ni siku ya maana kabisa. Wanakuja wamevaa nguo zao nzuri, wale wakwenda kwenye kondoo wanakwenda, wale wa kuingia hekaluni wanaingia, lakini hakuna mtu aliyehangaika kuangalia mgonjwa. Yesu akaja, akafika kwenye makutano kati ya mlango wa kondoo na wodi za wagonjwa. Hapo nisikize vizuri hapa. Yesu alipofika pale, akawa kinyume na wengine wote, akaingia katika wodi za wagonjwa. Nataka nikuambie, dini yako haijakamilika kama kila siku utakuwa unakuja hapa kanisani, wakati kuna kituo cha afya kiko hapo, mnasubiri tu matendo ya huruma ya vijana. Haijakamilika. Yaani hiyo dini haijakamilika. Yesu anatoka kule, anakuja, ana mpango wa kuingia hekaluni, lakini anajua kuna wanaoteseka, na anaingia moja kwa moja modini kwenda kuwaona wagonjwa. Anapomaliza kuona wagonjwa, ndio anakuja anaingia hekaluni. Mungu amekulinda wiki nzima hujaugua. Mungu amekulinda umepata posho kazini kwako. Mungu amekulinda biashara yako imeenda vizuri. Anatamani katika kubarikiwa kwako, yule mgonjwa naye aseme Mungu akubariki. Wanaonielewa punge mkono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale tayari shetani ameweka birika, amewaweka wagonjwa pale, alafu hawaponi. Na sasa unaona wakati Yesu anakuja, ninaomba unisomee lile fungu la 3. Wakati Yesu naye anakuja, moja kwa moja interest yake anakwenda kwa wagonjwa. Haangaiki na hao, na hao wanaendelea kuhangaika. Kuna siku Yesu anaweza kutembelea, usijue amekutembelea. Hao bado wanahangaika kuchukua kondoo. Kondoo mwenyewe anamwakilisha Yesu, ili kuhani aende akamchinje. Wanamwacha kondoo halisi, wanamkataa kondoo halisi ambaye tayari yuko ndani ya hekalu na anahudumia wagonjwa, na tayari wao wanaendelea kununua na kuchinja na kuungama dhambi, wakati yupo wa kuungamiwa dhambi ameshafika. Nimesema katika moyo wako, katika hizi siku 100 usizichukulie poa. Fungua room ya Yesu kuongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu endelea kusoma. Ndani ya hizo wodi, mimi naziita wodi sasa, hizo jamii kubwa ya nini? Naam. Vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji. Kiwete hawezi kutembea. Alikaa huko nyumbani, wakamchoka, wakasema huyu hatuwezi kumhudumia. Na pale kama jinsi nilivyosema, Yesu aliingia pale. Kuna watu pia walikuwa wakileta vyakula vyao, wanawapa ili wale waishi, kwa sababu ni serikali ilikubali wakae pale. Nyumbani wameshindikana, huko hospitalini wameshindikana, wamepelekwa pale. Kwa hiyo kiwete hawezi kutembea. Alafu sasa kiwete hawezi kutembea, aliyepooza hawezi kutembea,
alafu birika, yani ile birika liko kama hapa hivi, hapa ndio swimming pool, alafu vyumba viko huko, atoke huko anakimbia, alafu ile maji yalikuwa kaanza kuchemka, unaanza kusikia kwa mbali ndio moto sasa, mnaanza kugombania. Wale walio pale ambao wana nguvu tu ndio ambao, ni Mungu gani huyu ambaye anataka tu kuwaponya wenye nguvu na anaacha wale wasiokuwa na nguvu? Na Yesu alisema, njooni kwangu mjifunge, nira yangu ni nyepesi, au bebe udhaifu wako. Na ndio maana Yesu anakwenda kuvunja imani ya birika ili watu wamwamini. Na ndio maana anaanzia pale katika lile birika ambalo lilikuwa limepoteza imani za watu. Hebu endelea kusoma. Na anasema kwa maana kuna wakati ambapo Biblia inasema kuna wakati malaika hufanya nini? Akaingia katika lile birika. Malaika akaingia katika lile nini? Akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza, mmoja tu. Mungu gani anayeponya mtu mmoja? Wa kwanza ndio kwenye birika, ndiye anayefanya nini? Anapona ugonjwa wako. Sasa sikiliza, unaposoma Biblia yako usichukulie poa. Hapo ulikosoma kuna mabano, hakuna mabano. Haya, kwa wale wasomi wa Biblia wazuri, wakienda kule kwenye dibaji, kuna Biblia zenye dibaji zinakuambia maneno yaliyowekewa mabano hayatokani na maandiko, bali kuna watu waliyaongeza. Sasa kilichowekwa kwenye mabano ni ishu ya malaika anayeshuka kuja kutibua nini. Kwa hiyo hilo lilikuwa la kishirikina, sio neno la Mungu. Soma Biblia ya Kiebrania, soma ya Kigiriki, ukutane na hicho kitu. Unakuja ukutana nacho kimeongezwa. Na watu gani? Wayahudi, wakati walipokuwa wakichukua utamaduni kuweka, kwa sababu shetani alikuwa amewashikilia pale. Na kwa sababu hiyo imani ya wagonjwa ilikuwa imejengwa kwenye birika. Hawa ambao wanabadilisha kondoo hawajamwona Yesu. Kuna wakati tunaweza tukaingia ndani ya kanisa lakini bado hatujamwona Yesu. Kuna wakati tunaweza tukaendelea na mambo yetu hatujamwona Yesu. Hata Yesu anapokuwa akisema na sisi hatumsikii. Bado tunaendelea kuhangaika na kondoo. Bado tunaendelea kuwaza birika kwamba litaokoa maisha yetu. Tunamsahau Yesu aliye kisima cha uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Hebu endelea kusoma. Na hapa Yesu alikuwa interested. Kulikuwa kuna mtu wa namna gani? Ambaye amekuwa hawezi kwa muda. Amekuwa mgonjwa kwa miaka 38. Yuko pale kisimani. Anasubiri kisima kichemke. Anasubiri mtu wa kumsogeza. Ndugu zake waliomleta wamemwacha. Hana msaada mwingine wowote. Akisema atembee hawezi kwa sababu amepooza. Amelala kwenye hilo godoro. Biblia nyingine zinasema ni godoro, Biblia nyingine zinasema ni mkeka, lakini kimsingi ulikuwa ni mkeka. Anajisaidia hapo hapo, anakojoa hapo hapo. Hana uwezo wa kufanya chochote. Kila mtu anapambania nafsi yake. Na Yesu alipomwona, anamuendea moja kwa moja. Anamwambia, wataka kuwa mzima? Lakini kwa jinsi alivyoathiriwa, haoni kwamba huyu anaweza akamwokoa. Anamwambia, Bwana, birika, sina mtu wa kuniweka birika. Imani iko kwenye birika. Yaani mtu ametembelewa, amesikia habari za Yesu akizunguka kila mahali anaponya, lakini kichwani mwake bado anaamini mwenye uwezo wa kumsaidia kutoka pale birikani ni kushushwa kwenye maji. Na miaka 38 hayo. Na Yesu anapokuja haoni kwamba kuna uponyaji, ila anaona uponyaji huko kwenye birika. Kwa hiyo anamwambia Yesu, kana mimi hapa, siku malaika akishuka unibebe umpeleke. Ndio alichokuwa anatafuta kwa Yesu. Hebu endelea kusoma mstari wa 6. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, ndio akamwambia, wataka kuwa mzima? Anajibu nini? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Sina mtu. Maji yanapotibuliwa,
ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Anamwambia sina mtu wa kunitia birikani. Yesu anamwambia mimi nimekuja ili upate uzima. Nimekuuliza shida yako, unataka kuwa mzima? Wewe unatoa maelezo mengine. Sijakuambia una mtu wa kupeleka birikani, bali nimekwambia unataka kuwa mzima. Jibu ni ndio. Lakini anasema sina mtu wa kunipeleka wapi? Na ndipo Yesu akaona huyu ni wa kusaidia, akamwambia simama, jitwike godoro, ufanye nini? Akasema ngoja nijaribu. Alivyojaribu hivi anashangaa, bora nguvu hizi. Sasa cha ajabu, unajua unaweza wewe kusimama. Huyu mama anaweza akapokea uponyaji kwenye hili kanisa. Wote na macho yetu hapa tunaona. Wote tunaona amepokea uponyaji. Lakini alimpa uponyaji hatumjui. Hebu kaa. Kulikuwa kuna viwete. Wanaona, nina picha hapo, sina ni PowerPoint yangu ina picha, nitafute hizo picha nikazipata. Wanaona kabisa amesimama. Kulikuwa kuna vipofu wanasikia. Anashangilia. Hapo Yesu amesimama, anasubiri mwingine amuite, hakuna. Jamaa alipoponywa tu akakimbia chapo, akatoka nje. Alipotoka nje, njia moja ilikuwa inaenda mtaani, nyingine inaingia hekaluni, kwa sababu huku kuna birika, huku kuna mlango wa kondoo, huko ndo tunakuja kuingia hekaluni. Aidha wewe ni mgonjwa upelekwe hapo usinajisi hekalu, au wewe una dhambi uingie hapo ujitakase uingie hekaluni. Uruhusi kuingia huko ukiwa una ugonjwa. Wewe ni mgonjwa kaa karibu na hekalu, lakini huko kwenye wodi. Wewe una dhambi, kachukue kondoo uchinje uingie huko. Sasa jamaa ameshuka na unajisi wake na godoro lake linalonuka. Yeye kwanza ananuka, miaka 38. Sioni mahali alikooga, na hatuambiwi kwamba alivyopona eti na alitakaswa. Alikuja hivyo ananuka. Akafika pale akasema hapa nimemisi hekalu siku nyingi. Akaingia mle ndani. Anafika mle kuna Mafarisayo wake kunajisika. Jamani, kimkeka tu umekibeba, sio godoro, kimkeka. Yaani ni kama hicho kiti. Umkibeba unaingia kanisani. Naona kama anakuja anakata. Yaani mimi nawaza. Sasa jamaa akasema, wewe na kwambia ubebe godoro siku ya Sabato. Unamtengenezea zengo ili aondoe ile harufu. Sasa yeye akamwambia aliyeniponya. Si mko mnaniona siku zote pale. Aliyeniponya ameniambia beba godoro ufanye. Haleluya. Amen. Wale wanaona Yesu anasimama, viwete wanaona kama jinsi mnavyotazama, kila mtu anaona, lakini kusema kwamba kuna nguvu imepatikana zaidi ya yule malaika, wao bado wanasubiri birika lichemke, wakati Yesu ameshaanza kuchemsha lingine hapo. Yesu alipoona hamna mwenye shida naye, kwa sababu alazimishi, akaingia hekaluni. Ukisoma hapo andiko linasema yule bwana alipofika hekaluni, kwa sababu ilikuwa ni sikukuu, watu walikuwa ni wengi kweli, na wingi wao watu ambao walikuwa katika hiyo sikukuu ulisababisha asiweze kumuona Yesu. Kuna watu katika maisha yako wanaweza wakasababisha usimuone nani? Yes. Kwa sababu kilichokuwa kinamsababisha, jamaa anahangaika kule hekaluni kumtafuta Yesu, hamuoni. Watu ni wengi wamemzuia. Kuna watu wakija katika maisha yako, niliwahi kuhubiri mahali, kuna watu wakiingia katika maisha yako, aidha ni mtu ameolewa katika maisha yako, anaweza kuzuia usimuone Yesu. Aidha ni mwanafamilia yote anaweza kusababisha usimuone Yesu. Unachopaswa focus kwanza kumuona Yesu maishani. Bwana Yesu asifiwe. Na jamaa alipohangaika huku na huku, ukisoma andiko hapo nasema Yesu ndiye aliyemuona akiwa hekaluni, alafu akamfuata. Hebu nisomee andiko nasemaje. Wakati anamtafuta Yesu kule hekaluni, Yesu anamtafuta, anamuona katika wingi wa watu. Wewe muombe tu Yesu aonekane katika maisha yako, naye atakutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata leo katika mimbari hii na kwa mdomo huu Yesu anakutafuta. Amen. Shida tu ni kwamba
bado umejenga imani kwenye birika au umejenga imani kwa Yesu Kristo? Umejenga imani kwenye misimamo au umejenga imani kwa Yesu Kristo? Basi hebu soma. Mstari wa 10 anasema, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni siku ya Sabato, wala si halali kwako kuja. Wayahudi walio kanisani. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitupe godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitupe uende ni nani? Ni nani huyo? Lakini yule mtu akaanza kumtafuta, hakumjua ni nani. Maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi. Baada ya hayo Yesu akamkuta hekaluni. Hivi ngoja nikuulize, ikiwa huyu jamaa angetoka akachapa mwendo kwenda mtaani, angekutana na Yesu? Lakini amekuja, ingia kanisani. Hata kama watu wanaona unanuka, wanaziona dhambi zako za mwaka juzi na mwaka jana, lakini leo umekutana na Yesu. Haijalishi unanuka namna gani, ingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani. Nenda huko kanisani. Ni kweli Yesu anamwambia usitende dhambi tena, yasije yakakupata yaliyo makubwa. Yawezekana kweli alikuwa ametenda dhambi, lakini alipofika akaona usalama huko kanisani. Haijalishi kanisani wananiona mimi ni shida, haijalishi kanisani wanaona sifai, lakini nakwenda kanisani, na huko akakutana na Yesu. Haleluya. Usije ukatoka kanisani, kuna lugha naisikia, na waachia kanisa lao, sio la kwao. Ni imani umeweka birikani kwamba ni la kwao. Ni birika gani ulilolikalia? Ni birika gani limekushikilia katika maisha yako? Hata Yesu anapokuja kutaka kukuponya bado huoni, lakini unaona birika. Ni kazi yako, ni ndugu zako, ni baba zako, ni mama zako, ni shule, ni nini ambacho Yesu anapokuja maishani kwako bado unamwambia Bwana shule, Bwana vikoba. Naambia hapa, hata zoezi la kweli linashirikana marejesho ya vikoba. Na tayari umeshakula stress ya kutosha. Hata ukiimba, unaimba tu kama ni jiwe liko hapo, lakini akili iko kule nyumbani. Nitalipa nini? Shetani ametukamata. Nataka niwaombe mtoke kwenye birika, njoo kwa Yesu akuweke huru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usimame. Leo tumeona jinsi ambavyo wakati fulani Yesu anaapia katika maisha yetu, lakini tumeona Paulo anasema ni nini kitanitenga, katika kitabu cha Warumi 8:30 kitu kama 33-34, ni nini kitanitenga na upendo wa nani? Hakuna. Na kwa sababu hiyo uko wimbo unasema sasa mnarudi. Ulikuwa siku nyingi ya usali na umebahatika leo kuja kanisani, na kuna birika ndio lilikuwa limekusababisha unaamini ukikaa kwenye birika kuna maisha ya kimwili, kuna maisha ya kiroho. Na sasa unamwambia Yesu unarudi. Sasa rudi nyumbani. Umeshikwa na mambo ya kishirikina, sasa rudi nyumbani. Umeshikwa na mambo ya kidunia, sasa rudi wapi? Wimbo uimbe kwa kuzingatia na kumaanisha. Nini kinakusababisha ukawie dhambini? Rudi nyumbani. Daima kwako
mingi imezidi kanisani, unasema siendi kanisani, rudi nyumbani, kwa sababu anayekupa pesa na utajiri ni Mungu. Rudi kabisa ukiwa na uchungu, miaka 38, lakini bado ugonjwa unasema sina mtu wa kuniweka birikani. Hata Yesu aliyekisima anapokuja bado unawaza birika. Rudi nyumbani. Nini kinakushikilia huko nyuma? Tumechoka. Ngoja turudi. Mwambie Mungu, siku hizi 100 utafanya nini na yeye akufanyie nini katika maisha? Kama ndio tumaini lako, unaweza kupiga hatua kuja kwa Yesu. Toka birikani. Umeweka tumaini lako wapi? Wakati hata Yesu akiwa na wewe bado unamwelekeza mahali.